Habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye wasaa wa habari ndani ya Channel 10 Plus kwa habari mbalimbali kitaifa, lakini pia kimataifa na habari za michezo na burudani. Tutakuwa naye Eden Bahati. Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi Mazingira NEMC limepata maabara ya kisasa ya mazingira inayotembea yenye thamani ya zaidi ya milioni 715 itakayosaidia kufanya tathmini ya athari za mazingira na kutoa majibu ya papo hapo. Dorcas Ramos ana taarifa kamili. Ni katika hafla ya ukabidhiwa gari hiyo ya maabara ya mazingira iliyotolewa na ubalozi wa Sweden hapa nchini, ambapo mkurugenzi mkuu wa NEMC Immaculata Semes anasema maabara hiyo ina uwezo wa kuchakata sampuli ya hali ya hewa, viwango vya sauti, viwango vya mitetemo, kupima afya ya maji pamoja na udongo. Ukipata shida yoyote au pale tunapoenda kufanya ukaguzi, basi sampuli tunazozitumia kama ni hali ya hewa, viwango vya sauti, viwango vya mitetemo, hali na afya ya maji pamoja na udongo, basi tunakuwa tuna kifaa hiki maalumu ambacho kinaleta majibu hapo kwa hapo na kuweza kufanya maamuzi ya papo kwa hapo na kuweza kurekebisha ile hali ya sintofahamu ya mazingira ya eneo hilo kwa sehemu hiyo kwa wakati huo. Naye mwakilishi wa balozi wa Sweden nchini Stephanie Mwakifwamba amesema maabara hiyo inahitaji utunzwaji ili iweze kutenda kazi kwa muda mrefu, kwa kuwa vifaa vya kisayansi vinahitaji ukarabati kwa wakati ili vidumu katika ubora wake. Vitu tunataka utunzaji kwa sababu ili viweze kutenda kazi vizuri kwa muda mrefu, na hivi vipimo vya kisayansi vinataka service za mara kwa mara, maintenance za mara kwa mara. Kwa hiyo ningependa kushauri NEMC tukitunze hiki kifaa ili kitutunze na ili tupata mafanikio kwa muda mrefu. Msimamizi mkuu wa mradi Paul Kalokola anasema maabara hiyo itasaidia kufanya uchunguzi kwa kuzunguka nchi nzima na kupata majibu papo hapo na kuyatumia kwa kuzingatia matokeo ya kisayansi. Kwa maabara yetu hii itakuwa pia ina drone ambapo inaweza ikachukua sampuli sehemu korofi hata zilizojificha. Tunaituma tu inaenda. Lakini pia ita vifaa vya kupima heavy metals kama tembo, madini tembo, zebaki na mengine tunaweza kupima. Tunaweza kupima kelele, tunaweza kupima ubora wa maji, tunaweza kupima udongo. Kwa hiyo kila aina tunaweza kupima kutumia hii maabara yetu inayotembea. Dorcas Ramos, Channel 10. Mgogoro kati ya wawekezaji na wananchi katika kata za Uvinza na Mganza unaohusisha vijiji vya Mpeta, Ilonde, Tandala na maeneo mengine wilayani Uvinza imechukua sura mpya baada ya katibu mwenezi wa CCM Taifa Kenani Kihongosi kuitaka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma kumpa taarifa ya mwenendo wa mgogoro huo ili kujua hatima yake ndani ya siku 4. Kisa Mwaipiana ametuandalia taarifa kamili. Ni siku mbili ya ziara ya katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenani Laban Kihongosi katika mkoa wa Kigoma, na leo yuko katika wilaya ya Kigoma vijijini. Tunazungumza na baadhi ya wakazi wa wilaya hii. Wana mengi ya kuzungumza kuhusiana na serikali yao kutokana na yale ambayo wameyaona kwa maana ya mafanikio katika kipindi cha miaka 5 cha uongozi wa Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia kwa maendeleo aliyotuletea hapa Kidahwe. Kwanza barabara ya lami, pili nyumba ya dokta ambao wanahudumia wagonjwa na hospitali amejenga, tatu maji tunachota bila shida. Tukaingia hospitali watahudumia bure. Wanatuhudumia bure na watatuhudumia na tunapona. Samia amefanya vizuri, Mungu ambariki. Rais wetu Samia Suluhu Hassan yuko vizuri, anatufanyia mambo mazuri na tunalizika, yuko vizuri sana. Awapi.
Na miongoni mwa miradi ambayo imetembelewa na kukaguliwa leo katika wilaya hii ya Kigoma Vijijini ni kituo cha afya cha Mwandiga ambacho gharama yake za ujenzi wa kituo hiki imechukua takribani milioni 250, ambapo kituo hiki kinatarajiwa kuhudumia zaidi ya wananchi 20,000 wa eneo hili la Mwandigwa. Vitongoji zaidi ya 13 vinakwenda kupata huduma kutokea hapa. Sasa mradi huu ni mali yenu wananchi. Vituo hivi ni vya kwenu wananchi. Wajibu wa kulinda na kuvitunza ni wa nani? Wa kwenu. Msiruhusu hii miundombinu ikaharibiwa na mtu yoyote, kwa sababu ikiharibiwa hasara atakayepata ni nani? Ni ninyi wananchi. Awali katibu mwenezi wa CCM Kenani Labani Kiongosi alipata nafasi ya kutembelea mashina ya chama hiki cha CCM katika wilaya hii ya Kigoma Vijijini, na alikuwa na ujumbe mahususi. Tumekusanyika kwa sababu gani? Mtu anaweza akanijibu, kwa nini tuko hapa? Sisi kwa nini tuko hapa? Kwa sababu tuna amani. Uongo kweli? Ungekuwa na vurugu, kuna mtu angekuwepo hapa? Kwa hiyo tuna wajibu wa kulinda amani yetu katika maeneo yetu. Na niwaambie, kama tutaruhusu watu wafanye mambo yasiyofaa katika maeneo yetu, hakuna mwananzengo yoyote ataenda kulima hapa. Huwezi kuuza duka, huwezi kufuga, huwezi kusoma. Nikiripoti kutoka katika wilaya hii ya Kigoma Vijijini hapa mkoani Kigoma, mimi ni Kisa Mwaipiana wa Channel 10. Asante Kisa Mwaipiana kwa taarifa hiyo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu amesema ndani ya siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, jumla ya ajira 2348 nje ya nchi zimepatikana na watu wameshaanza kazi. Tupate taarifa kamili. Aidha, ajira nyingine 1650 za ughaibuni zimeshapatikana. Mikataba imeshasainiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali za nchi hizo, na hadi mwishoni mwa mwezi Machi Watanzania hao wote watakuwa tayari wameanza kazi. Waziri Sangu ameyasema hayo kwenye mkutano wa siku moja na mawakala binafsi wa kutafutia Watanzania kazi ndani na nje ya nchi, mkutano uliolenga kuimarisha mahusiano na kuwaelimisha zaidi juu ya sheria za nchi. Naomba pia niwasisitize mawakala, vijana hawa wanapoenda kufanya kazi nje ya nchi, si tu kwamba anaenda kutafuta ujira au kipato chake, bali anaenda kuitangaza nchi yetu. Anaenda kama Mtanzania, anaenda kama ishara au nembo ya nchi yetu. Kwa lazima pia wanapoondoka tupate fursa ya kusemezana nao. Benki ya CRDB imeanzisha bidhaa iitwayo Ughaibuni Loan, ambayo inamwezesha Mtanzania yeyote ambaye amepata ajira ughaibuni na ameshindwa kulipa gharama za passport, nauli au gharama nyingine zitakazomwezesha kufanikisha ajira yake, huku NSSF nao wakianzisha utaratibu ambao unawawezesha Watanzania wanaoishi ughaibuni kujiwekea akiba ya uzeeni. Ni mkopo ambao umetengenezwa madhubuti kabisa kuhakikisha kwamba Mtanzania yoyote mwenye vigezo na mwenye uwezo wa kwenda kufanya kazi nje asije akapitwa na bahati hii ama fursa hii kwa sababu tu amekosa hela ya tiketi. Zile changamoto mlizokuwa mkizisikia zinatokea katika baadhi ya nchi sawa Ulaya, sawa nchi za Kiarabu, na wengine mnaona kwenye clip, sijui watu wako Omani wanafanya au wanatoka sehemu zingine, nchi mbalimbali labda za Gulf na sizo kwa za Gulf. Wale watu ni wale waliokwenda kinyume cha utaratibu na waliwatumia hawa vishoka, waliwapitisha kwa njia za panya. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Faraja Kihongole wa Channel 10. Serikali imetoa kibali kwa ajili ya kuajiri watumishi wa kada ya ualimu 4,000 kuanzia Aprili mwaka huu, huku ikiwa imekwisha timiza ahadi ya kutoa ajira 12,000 katika siku 100 za uraisi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Elia Kimani ana taarifa kamili. Ajira hizo 4,000 zimetajwa na naibu waziri wa ofisi ya Rais, Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora, Regina Ndege, wakati akizungumza kwenye kikao hiki cha baraza la madiwani cha halmashauri ya Babati cha kupitisha bajeti ya mwaka 2026-2027. Katika utekelezaji, Daktari Samia Suluhu Hassan
wakati anapita na kuahidi na kunadi sera ya Chama cha Mapinduzi, aliahidi kwamba ili kwenda kufanya utekelezaji wa miradi, utekelezaji wa sera ni pamoja na kuajiri Watanzania 12,000. Na hilo Mheshimiwa Mwenyekiti limefanikiwa kwa 100%. Na hapa Babati halmashauri yetu tumepokea watumishi 209. Wakiwepo walimu, wakiwepo afya na kada zingine. Lakini na Mheshimiwa Rais hakuishia hapo, ametoa tena kibali nyingine. Tarehe 1 mwezi wa 4 tunakwenda kuajiri walimu wa shule za msingi, walimu 4,018. Naye mkuu wa wilaya Babati Emanuela Kaganda kwenye kikao hiki kaonyesha kusikitishwa na uharibifu mkubwa wa mazingira yanayofanyika katika maeneo mbalimbali ya halmashauri ya wilaya Babati. Wanaohusika ni wenye viti wa vijiji. Sijui alichukua milioni 1, sijui kafanyaje, kwa hiyo mruhusu nenda kakate msitu. Waheshimiwa madiwani, naomba mtusaidie. Jamani, angalieni mazao, mkitoka hapo mnajisikiaje? Mvua hakuna. Tunasingizia mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko tabia imesababishwa na nini? Uharibifu tulioufanya. Lakini jambo la pili ambalo kwa jambo la kuhujumu miundombinu ya serikali, mimi mwenyekiti kunifurahisha kabisa. Twendeni kwenye maeneo yetu, kwenye kata zetu na vijiji, tuwaelimishe wananchi wetu. Hujumu mali za umma, miundombinu ya serikali. Katika kikao hiki, halmashauri ya wilaya Babati imepitisha bajeti ya zaidi ya bilioni 70 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, John Elton. Zaidi ya Wakenya 1,000 wamekwenda kupigana upande wa jeshi la Urusi nchini Ukraine, huku ripoti ya kijasusi iliyowasilishwa katika bunge la Kenya likisema wengi wa raia hao walidanganywa ili kusaini mikataba ya kijeshi. Taarifa zaidi na Lulu Ali. Uchunguzi wa vyombo mbalimbali vya habari ukiwemo ule uliochapishwa mapema mwezi huu na AFP umefichua jinsi Urusi inavyoshawishi wanaume kutoka nchi za Afrika kwa ahadi za ajira zenye mishahara minono na badala yake kuwalazimisha kupigana mstari wa mbele nchini Ukraine. Uchunguzi wa pamoja uliofanywa na idara ya kitaifa ya ujasusi ya Kenya na kurugenzi ya upelelezi wa makosa jinai uliowasilishwa katika bunge la Kenya umesema idadi ya walioajiriwa kutoka nchini humo ni zaidi ya watu 1,000, ikiwa ni juu zaidi kuliko idadi ya karibu watu 200 iliyotolewa na uongozi wa serikali ya Kenya Desemba mwaka 2025. Kiongozi wa serikali bungeni Kimani Ichung'wah amesema Wakenya huondoka nchini kwa kutumia visa ya watalii ili kujiunga na jeshi la Urusi kupitia Istanbul, Uturuki pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu. Ichung'wah amesema utekelezaji wa sheria za mpaka katika uwanja wa ndege wa Nairobi unaonyesha waajiri wa Wakenya hao sasa wanasafiri kwenda nchi zingine za Afrika kabla ya kusafiri kwenda Ukraine ili kuepuka kugunduliwa. Hali inaonyesha mashirika ya ajira yasiyo na kibali nchini Kenya yanashirikiana na wafanyakazi fisadi wa uwanja wa ndege. Lula Ali, Channel 10+. Barabara Tanzania wa mkoa wa Njombe TANROADS pamoja na wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wametakiwa kuongeza kasi ya usimamizi wa miradi ya ujenzi wa barabara ili kuhakikisha inakamilika kwa wakati na kuwanufaisha wananchi. Taarifa zaidi na Michael Patrick. Wito huo umetolewa na wajumbe wa kikao cha bodi ya barabara mkoa wa Njombe baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi kutoka TANROADS na TARURA, ambapo wameeleza kutoridhishwa na kuchelewa kwa baadhi ya miradi licha ya wakandarasi kulipwa fedha nyingi. Sisi wabunge tutaungana kwenda kuiomba serikali iongeze bajeti ya TARURA. Kwa tena saa hizi naona imefanyaje? Imefika na maana itasimama tena. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kujua utaratibu wake ukoje, na kipindi cha kiangazi kwa nini hakukimbizana mpaka tena mvua nyingine tena imekuta. Eneo specific aliyotaja Mheshimiwa Rebecca la Mlima Kokoto. Hata hivi saa hizi tunazungumza kuna changamoto pale inaendelea. Sasa inaonekana ni karibu miaka 3 mfululizo hilo eneo limekuwa likikwamisha uchumi wa Makete. Yaitoni Usitu, hii barabara ambayo imekuwa ni changamoto kubwa. Mradi huu ulitakiwa uishe 2024. Mkaongeza muda mpaka 2026 Machi tarehe 21. Hiyo Machi yenyewe ndio imeshafika.
Nini mkakati wenu? Katika kikao hicho, viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Njombe wamesisitiza umuhimu wa kuongeza bajeti ya barabara maeneo ya vijijini. Kinachotakiwa ni kuboresha barabara za TARURA kwenda vijijini ambako ndio huko tunaposema uchumi upo. Badala ya kujenga barabara za tani 10, tujenge tani 30 na zaidi. Kwa upande wao, meneja wa TANROADS mkoa wa Njombe Ruth Sharua pamoja na meneja wa TARURA mkoani hapa wamewahakikishia wajumbe kuwa serikali imejipanga kuimarisha miundombinu ya barabara. Kandarasi wa eneo Kitulo ukafanya kazi. Kuna culvert 4 kubwa kati ya 6 zimekwisha kujengwa. Kitu ambacho amebakisha ni culvert moja pamoja na daraja moja. Kwa hiyo kwa mwaka huu wa fedha, bajeti ya TARURA mkoa wa Njombe iliyoidhinishwa kwa mwaka wa fedha 25-26 ilikuwa ni bilioni 19. Akizungumza katika kikao hicho, mwenyekiti wa bodi ya barabara ya mkoa wa Njombe ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema, usiende kufanya business as usual. Mambo mengi mnazungumza hapa, mengine yanapaswa kumalizwa na ninyi. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Hamadi Yusuf Masauni, amewataka wasomi nchini kutumia elimu zao kutafuta ufumbuzi changamoto mbalimbali zinazoikabili taifa kupitia fursa zilizopo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia Waziri Masauni amesema serikali ipo tayari kushirikiana na wasomi katika nyanja mbalimbali za kuendeleza elimu ya muungano. Waziri Masauni ametoa ombi hilo kwa wasomi wakati akifungua kongamano kuhusu elimu ya muungano kwa wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu Zanzibar lililofanyika Tunguu. Lazima mlichukue kwa uzito kwamba tunahitaji kuwa na watu ambao wanauelewa msingi wa nchi yetu. Muungano ni msingi wa nchi yetu, ni tunu ya taifa letu. Hatuwezi kuwa na vijana wasomi kama nyinyi ambao hamuelewi taifa hili linatoka wapi, taifa hili liko wapi, na taifa hili linakwenda wapi. Katika kongamano hilo pia Waziri Masauni amewataka wasomi na vijana kujiweka kando na viashiria vya kuipoteza tunu ya muungano kwa kubaguana kulingana na maeneo wanayotoka. Lazima kabisa muhakikishe kwamba moja katika mambo ya msingi na tunu ya taifa letu ambayo ni muungano, nyinyi mkisimamishwa hata mkiamshwa usingizini na mtu yote akuulizeni kwa nini mnaona wazee wenu walifanya vizuri na kitu cha maana cha kuunganisha nchi hii, mwe mna majibu ya kumjibu mtu yote. Naibu Katibu Mkuu wa Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Salhina Mwita Amer akitoa salamu za serikali ameelezea kwa uchache faida za miaka 61 ya muungano. Muungano vile vile umefungua fursa nyingi za kibiashara ambazo makongamano kama haya hupata fursa ya kujadili. Kongamano hili litatupa fursa au picha halisi ya utambulisho wetu, amani yetu na mustakabali wa taifa letu. Dr. Harrison Mwakiembe aliwasilisha mada ya muungano, chimbuko, msingi na faida za muungano. Washiriki wa kongamano hilo wakielezea faida na walichojifunza kupitia kongamano hilo. Muungano huu umeimarisha umoja na usalama, yaani umoja na mshikamano wa nchi hizo mbili zilizoungana kati ya Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo kutokana na nchi moja ya Tanzania tumepata ulinzi na usalama, yani kumejengwa jeshi ambalo ni JWTZ. Katika ngazi za kielimu tunaweza kushirikiana, na ndio maana kuna vyuo vikuu ambavyo watu wanatoka katika maeneo tofauti tofauti na kuja kujifunza hapa Zanzibar, na Wazanzibar wanakwenda kujifunza Tanzania bara. Muungano, chimbuko, msingi na faida za muungano. Upekee wa muungano wetu. Wajibu wa wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu katika kulinda na kuhudumisha muungano ni mada 3 za kongamano hilo. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Rais wa zamani wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol amehukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya mahakama kumkuta na hatia ya kuongoza uasi kwa kutangaza sheria ya kijeshi mnamo mwaka 2024. Jaji aliongoza kesi Ji Gyun amesema Yoon aliwatuma wanajeshi kwenye jengo la bunge katika juhudi za kuwanyamazisha wapinzani wa kisiasa ambao walikuwa wamepinga majaribio yake ya kujitwalia madaraka makubwa. Yoon alitangaza ghafla sheria ya kijeshi katika hotuba iliyorushwa kwenye television mnamo Desemba 2024, akisema hatua kali zinahitajika ili kuondoa kile alichosema ni watu wanaoipinga serikali katika bunge la Korea Kusini. Mwafidhina huyo mwenye msimamo mkali na mwenye umri wa miaka 65
baadaye alivuliwa madaraka na bunge, akakamatwa na kushtakiwa mahakamani kwa matukio mbalimbali ya uhalifu kuanzia uzuiaji wa haki. Wakati huo huo, waziri wa zamani wa ulinzi Kim Yong-hun pia amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa namna alivyoshiriki katika mgogoro huo. Jocelyn Zefania, Channel 10+. Naam, Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Lindi kimeielekeza serikali mkoani humo kuhakikisha inakamilisha miradi yote kwa wakati ili kuwawezesha wananchi kupata huduma bora kama sehemu ya utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2025-2030. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Lindi Alhaji Hassan Jarufu amesema hayo katika kikao cha halmashauri kuu ya mkoa kilichokuwa na lengo la kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM kuanzia Julai mpaka Desemba 2025 na kusema kuwa viongozi wenye dhamana wanalo jukumu kubwa la kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuikamilisha kwa wakati uliopangwa. Tunategemea kero za wananchi, changamoto za wananchi katika mkoa wa Lindi, basi tunasema tutekeleze kwa vitendo, na tulipo hapa majukumu haya kuyafanye kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Halmashauri kuu imeielekeza serikali kuhakikisha kwamba inamalizia miradi yote iliyoanzisha kwa wakati ili wananchi wetu waweze kupata huduma bora kwa maslahi ya wananchi wetu. Kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani, mkuu wa mkoa wa Lindi Bi Zainab Telaki amesema serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi ya maji ili wananchi waweze kupata huduma ya maji safi na salama pindi itakapokamilika. Kwenye mkoa wetu tuna miradi 12 inayoendelea, ambayo miradi hiyo 6 iko Lindi, 2 iko Kilwa, Ruangwa kuna mradi 2, Liwale kuna mradi 1 na Nachingwea kuna mradi 1. Ukaja mradi mkubwa sasa wa kutoa maji Nyangao kupeleka Ruangwa mpaka Nachingwea ambao wa bilioni 119. Nao baadhi ya wabunge mkoa wa Lindi wakaeleza changamoto zao huku wakipitisha azimio la kumpongeza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kama kinara wa demokrasia na amani hapa nchini. Sisi halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Lindi tunaitambua, tunaunga mkono, tunamwombea, tunamtakia kila laheri watu wa mkoa wa Lindi. Ndugu yangu extension mara ya 3 hii. Is it not fair? Ilikuwa last year June ukamilike. Ahmad Nandonde, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka ameliagiza jeshi la polisi wilayani humo kuongeza doria na msako wa vikundi vya vijana wanaojihusisha na vitendo vya unywaji wa pombe na uhalifu katika baadhi ya mitaa ya manispaa hiyo. Musa Makali anaripoti. Chikoka anatoa maelekezo hayo katika mkutano wa hadhara ulioandaliwa na mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mgore Miraji Kigera baada ya wananchi kulalamikia vitendo vya ulevi na uhalifu pamoja na udokozi kuongezeka katika maeneo ya pembezoni mwa manispaa ya Musoma hapa mkoani Mara. Wamekuwa wengi katika maeneo ya Majita Road na wavuta bangi, utorekebishie vijana wetu wapata ajira. Hilo ndio ombi langu. Vibaka wengi Musoma mjini. Yoyote yule atakayejiingiza kwenye ulevi usiokuwa na tija, akaingia kwenye wizi, aina yoyote ya wizi hauna nafasi kwenye manispaa yetu, na hili tutaenda nalo kwa kasi sana. Natoa maelekezo kwa OCD kupita na kufanya doria endelevu kwa ajili ya kukomesha swala la wizi katika manispaa yetu ya Musoma. Awali akizungumzia utekelezaji wa siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan, na yeye mbunge anawataka vijana kuachana vitendo vya uhalifu na ulevi, badala yake waunde vikundi kwa ajili ya kusaidiwa na wengine ambao watagharamikiwa mafunzo ya ufundi stadi VETA. Levi na vibaka wamekuwa wengi kamnyonge. Ndiyo maana mimi mbunge wenu ninawaomba vijana mjitokeze. Kuna fursa za kuunda vikundi na wenye kutaka kujiajiri kupata ujuzi waende VETA, na huko VETA mbunge wenu anawalipia. Wafanye kazi yao vizuri. Siku za weekend kuanzia Ijumaa watu waanze kula pesa. Ina maana wakija wakitukuta mure kwenye vile vibanda watulinde tu, wanaogombana ndio waende kula rokapu. Niwahakikishieni wale wanaosema bata litalika hapa, rasmi bata litalika mpaka kuchele. Na mimi niwaombe wana Musoma wenzangu, ulinzi uanze na nyinyi wenyewe. Tukifanikiwa hivyo,
bata litaongezeka. Jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran, Mohamed Eslami, amesema hakuna nchi inayoweza kuinyima jamhuri hiyo ya Kiislamu haki ya kuwa na nishati ya nyuklia. Msimulizi wetu ametuandalia taarifa kamili. Mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran, Mohamed Eslami, amesema hakuna nchi inayoweza kuinyima jamhuri hiyo ya Kiislamu haki yake ya kuwa na nishati ya nyuklia. Eslami amesema msingi wa sekta ya nyuklia ni urutubishaji, na chochote kinachotakiwa kufanyika katika mchakato wa nyuklia lazima kihitaji nishati ya nyuklia, kwani mpango wa nyuklia wa Iran unaendelea kwa kuzingatia sheria za shirika la kimataifa la nishati la atomiki IAEA. Habari zinasema kauli hiyo inafuatia duru ya pili ya mazungumzo yaliyosimamiwa na Oman kati ya Tehran na Washington huku Geneva siku ya Jumanne. Naye Trump kupitia mtandao wake wa Truth Social ametoa ujumbe akisema Marekani inaweza kuishambulia Iran, kwani Washington imekuwa ikitoa wito wa mara kwa mara kuitaka Iran isitishe urutubishaji wa madini ya urani. Ujumbe huo umezungumzia pia mpango wa makombora wa Iran na uungaji mkono wake wa makundi ya wanamgambo katika eneo hilo, ikiwa ni masuala ambayo Israel imeshinikiza kuyajumuisha katika mazungumzo hayo. Kenny Malila, Channel 10+. Halmashauri mkoani Pwani zimetakiwa kuandaa mpango kazi mahususi wa kuboresha tovuti zao na kuhakikisha taarifa muhimu za kisheria, kiutendaji na kimapato zinapatikana kwa wakati kwa mujibu wa miongozo ya serikali. Margaret Malisa ana taarifa kamili. Hayo yamesemwa na mganga mkuu wa mkoa wa Pwani Kusiria Ukio wakati alipomwakilisha ofisa tawala wa mkoa wa Pwani Pili Mnyema katika ufunguzi wa mafunzo ya siku 5 ya usimamizi na uendeshaji wa tovuti mpya kwa maafisa habari na tehama wa mkoa wa Pwani na halmashauri zake. Katika kipindi ambacho serikali inaendelea kuimarisha utawala bora, uwazi na uwajibikaji, matumizi sahihi ya teknolojia ya habari na mawasiliano sio swala la hiari, bali ni wajibu wa kisheria na kiutendaji. Tovuti za taasisi za umma ni majukwaa rasmi ya mawasiliano kati ya serikali na wananchi. Ni nyenzo ya utekelezaji wa misingi ya utawala bora na ni vielelezo vya taswira ya taasisi mbele ya umma. Afisa tehama kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Alois Mkomagi amesema mafunzo hayo yatawanufaisha mikoa yote 26 na halmashauri zote 184 nchini. Kwa haya mafunzo yanafanyika nchi nzima, mikoa yote 26 pamoja na halmashauri zote 184. Mkoa wa Pwani umekuwa ni wa kwanza kuitikia wito huu. Kwa hiyo ndio maana tumeanza na mkoa wa Pwani. Kwa hiyo tunategemea Pwani watakuwa kama pilot, watatuonyesha njia ya kwamba namna ya kuoperate tovuti zetu mpya. Baadhi ya washiriki hao wameishukuru serikali na kusema maboresho yaliyofanyika yatawasaidia kupandisha maudhui kwa urahisi na kwa muda mfupi. Lakini kwa sasa tunaamini maboresho yaliyofanyika zimerahisishwa, kwa hiyo wananchi wategemea kupata taarifa nyingi sana kwa wakati, wategemea kupata matangazo mengi kupitia tovuti zetu, na nategemea kabisa zile changamoto zote ambazo zilikuwa zikitokea kwenye tovuti ya awali, basi kwenye mafunzo haya yatakuwa na maboresho haya yatakuwa yamepatiwa ufumbuzi. Grace Malisa, Channel 10. Asante Margaret Malisa kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi sasa kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.